mipaka ya ile jamii ya Wabukusu na imeenda katika mipaka yote ya mkoa wa Magharibi, na uongozi wake ama uungwaji mkono wa Edwin Sifuna na wale viongozi walinda mwananchi waweza tu linganishwa na ule uongozi wa aliyekuwa makamu wa rais kijana Wamalwa, na iwapo tutaweza kuwa na ule msukumo na kuendelea katika umaarufu wake huo hasa katika mkoa wa Magharibi, basi vyama vile vilikuwa awali kama vyama vya ODM na vyama vya Ford Kenya havitakuwa na umaarufu wowote. Kwa hivyo ukiangalia msukumo huo na mshikizo wote wa siasa ile, iwapo utaendelea vivyo hivyo na ile kasi hadi mwaka wa 2027, basi chama kile ambacho Bwana Sifuna atakuwa nacho kina uwezo wa kutua vio vingi ama viti vingi vya kisiasa, jambo ambalo litasaidia sana katika umaarufu wake hasa kwa kitaifa. Hapo awali nakumbuka kwamba kulikuwa na ile tathmini ya Infotrack na TIFA ambao ilimweka kwamba yeye ni kiongozi aliyekuwa na umaarufu wa pili baada ya Rais Ruto, na iwapo jambo hilo litaendelea, umaarufu huo utaendelea kukua kitaifa, basi kutakuwa na uwezekano kwamba atakuwa katika ile meza ya kitaifa, meza ambayo pengine atakuwa rais ama atakuwa naibu wake rais, na itaweza kupatia jamii ya Waluhya ama jamii ya mkoa wa Magharibi ambao ina kura riboribo iweze kuwa na uwezo wa kuweza kujadili ama kuweza kunegotiate vile vyeo ama nyadhifa za kisiasa. Na jambo ambalo linaweza kuwapiku wale viongozi ambao walikuwa katika sehemu ile, hasa kama Wetangula na Mudavadi, ambao kwa saa hizi unajua Mudavadi alivujilia mbali chama chake, na vile vile pia hana azma ya urais mwaka wa 2027. Basi ukiangalia kwa hao watatu, utapata kwamba kama Sifuna atadhihirisha kwamba na umaarufu zaidi, basi tutakuwa na uwezo wa kuweza kumsukuma ama ataweza kuwa katika ile meza ya kitaifa, waweze kujadili ama kugawana yale rasilimali ama vyeo vya kitaifa. Na pengine jambo kubwa la maana sana ni kwamba ule umaarufu wake ama mchito mzima wa siasa zake lazima sasa uegemee katika kile kitu anaita chama, kwa sababu lile kundi la linda mwananchi si chama bali tu ni vuguvugu. So ukiangalia kwa saa hizi ni lazima wao watie bidii kama viongozi wa linda wananchi, watengeneze chama ambacho kitakuwa na umaarufu na chama ambacho kitakuwa na uwezo wa kuweza kuweka viongozi hawa wote kwa pamoja wakuwe kitu kimoja. Na alitaja mwenyewe seneta huyo wa Nairobi wakati wa ziara yake huko Magharibi kwamba wana nia ya kuunda chama kingine kando na chama cha ODM. Sijui kwa udadisi wako kuondokea chama cha ODM iwapo ni hatua nzuri kisiasa?